So sasa haujui ni mke wa Dunga, haujui ni mke wa Steve, haujui ni mke wa Eko, sijui nani, watu wengi sana. So imekuwaje paka yani umeamua labda mimi sitaki tena kuishi hiyo kwa unajua, okay, mimi hata ikifika hiyo point yako kwamba anasema hapa sasa afadhali nijue, ni ile time yako kwamba wanatamani sana kupata mtu niongee na yeye, lakini sasa nikiangalia hivi sioni mtu. Are you happy? Nitasema nusu, like siko happy kidogo, but bikra bwana nayo usinifanyie. Jamani, mshakuwa na mtu ameolewa mshakuwa na mtu ameolewa na bado ni bikra? Where stories inspire, where voices are heard. Welcome to the Abu Bakr Experience. Hello everybody, welcome back to episode 5. Na leo tuko in the Abu Bakr Experience. So I'm glad that you guys are back here. Nimewaletea actress all the way from Mombasa. Sijui ni introduce mimi mwenyewe ama mwenyewe ataji. She's here for herself. So Sofiren, mambo? Poa. Atumenitaje? Actress here. Umeniita nini? Actress. Jina langu umesemaje? Sofiron. Nimesikia Sofiran. Sofiron. Ndio nakimbia wapi jamani? Sofiron. Mambo? Poa. Jina hilo limetoka wapi lakini Ron? Ron nimefupisha jina la babangu. Okay. Yeah, nikaika hivyo. Ron. Yeah. Kwa hivyo jina lako la kweli nani? Jamani, Sofia. wataniroga wakijua. Wewe amini mama nakurogana? Wewe kubaya huku. Lakini okay, ni Sofia, huko kwingine tuachie tu. Hata information yake nyingi we nje. Yeah. Maana watu wanaogopa. Anyways, Sofia ni najua ni actress. Yeah. Wafanya comedy skits pia nimeona. Yeah. Naona pia kwenye biashara pia huko kidogo. So mimi ningependa wewe mwenyewe ujiintroduce kiwe mwenyewe, wewe ni nani watu kujue. So guys, mimi naitwa Sofiron, actress kutokea Mombasa, na mimi nishasema actress mke wa mtu, mtoto wa mtu. Yeah. Mke wa mtu asema. Si ndio? Muelewa Sofi? Ndio aliona, wengine hajaalikwa. Hebu tuambie nani hizo ni za chini ya maji. Chini ya maji. Who's the lucky guy? Yani wasema wanijua alafu hujui. Unajua kwenye mtandao nakuwa na watu wengi. So sasa haujui ni mke wa Dunga, haujui ni mke wa Steve, haujui ni mke wa Eko, sijui nani. Watu wengi sana. So ningependa mwenyewe useme kwa mdomo wako. Sasa mimi niseme alafu sema mwingine akasikia vibaya. Ningependa wewe mwenyewe useme kwa mdomo wako. Mbona tusiachie watu waseme mimi ni mke wa nani kwa comment section? Sawa. I mean, lakini hivyo mimi nataka nijue. Mimi ama hiyo tuweke baadaye. Tuachie watu waseme. Okay. So Sophie, mimi hoje nimepitia page zako. Yeah. Nimeona unafanya kazi nzuri by the way. Very good actress. I've been with you here mwanzo pole. Nimekupata tu muda ambao sivyo ndivyo. Usijali, naeleweka. You are a humble person. Nimekuona ni umekaa hapa vizuri na mimi. I want to know your background. Hebu tuambie ni Sophie umetokea wapi? Imekuwaje mpaka Sophie akawa actress? So okay, mimi nimetokea Mombasa, sehemu inaitwa Likoni. Nimelelewa Likoni, nimekuwa Likoni, nimesoma Likoni, sema tu kwa kujitafuta nikaamua tu kutoka kidogo. Nikaja mjini kidogo lakini mimi ni mtu wa Likoni. Kujipata kwangu kuigiza, mimi kwanza nilikuwa ama mimi ni mtu muoga. Nilikuwa muoga. Okay. Sikuwa najua kama nitakuja kuwa actress ama kusimama mbele za watu na kufanya vituko vyenye sasa navifanya. Mimi nilikuwa ni muoga. Hata nakumbuka time nilikuwa primary nilijaribu kuingizwa kwa mambo na ku-act hizi drama. Nilishindwa, nilikuwa na uoga. Sasa ulivokaa nikaja nikapatana na Mother Flowers. Yani hiyo sitoshindwa yani kila pale nitakapoenda nitasema tu Mother Flowers. Nadhani wamjua Siwa. Yeah, ni actress pia sio? Ni actor. Mbona unaita actress? Sorry, Mother Flowers. Sorry. Mother Flowers. Jamani, poleni. Actor.
So nikapatana na yeye ndo akanitambulisha kwa game. Time yetu tulikuwa tuna activities za Aisha na mume wa Aisha. Okay. So Aisha juu kupika, Aisha juu nini. Nikaja nikapatana na kina Bobo na Bujra, ndo hivyo mpaka sasa hii naendelea peke yangu. Wow, okay, by the way umemtaja Bujra hapa. Recently nimeona interview yake. Amesema kwamba yeye ndo amekuintroduce mambo na acting, especially kwenye alikuwa GCU Jimbo Media or somewhere. So hebu niambie jani yako na Bujra ilikuwaje? Yani but then you guys make a good couple in videos. Because you kama mmeambiwa yani. Tumeambiwa. Lakini hapo kusema ameniintroduce, niliintroducewa na Mother Flowers. Kwenye hizi mambo na content. Okay. Alafu yeye alinijua kupitia naitwa nani? Jina lake limetoka, Juma Shibe. Okay. Alafu ndo tukaanza kufanya naye kazi. Pia nashukuru kwa sababu time yenyewe nilifanya naye kazi nilizidi kujulikana. Nilizidi sana kujulikana. Tukaja tukapatana na Dunga. Tukashika, tuseme tushika dunia nzima ama tumeshika nini hivyo. Na mchango mkubwa sana kwangu na anaheshimu hilo. Mashallah na Dunga. Pia Dunga very good actor. Sana. You guys just took the whole Mombasa by storm. Unajua yani sote tunatarajia video zenu sana because it's just funny and educating too. Ushaelewa? So unajua nyinyi kama actress mnapitia mambo mengi sana, especially mke wa mtu una act na watu different kila siku. Mimi siwezi. Mimi siwezi. Unaniambia yani how is it different yani kuact na watu tofauti? Feelings ama wewe yako ni action kazi peke yake, hakuna feelings kwenye mambo hayo? Mimi niliweka tu hiyo iwe kazi. Sijawahi kuwa na hisia na mtu ambaye na act na yeye hata siku moja. Najua tu nikiingia hapo, najua kwenye kichwa changu niko kazi. Tumefanya kazi, imeisha hivyo. Kutoka hapo ni kaka na dada. Bujra pia yeye ni kama kaka. Mje kupendana hatujawahi. Wallahi haijawahi hata siku moja. Dunga haijawahi. Unajua mimi wanasoma zile comments nasema mashallah wana Dunga mpendezana. Hadi kuna time nilikuwa kwa birthday, kuna mama kabisa aliacha shughuli zake akaja akaniambia wewe na Dunga muendana jamani, mkubali muoane, mwe couples ya ukweli. Because yani unavo act is just it seems so real. Kumaanisha tunafanya kazi nzuri sana. So hakuna anything in between? Hakuna. Wallahi. Udanganyi? Sidanganyi. Sawa. Na kwenye usema Mtigalikoni sio? Umetokea. Background yenu huwa ilikuwaje ni wazazi kukubalia labda kuact? Unajua watu wengine huwa pitia shida. Mimi kwanza wazazi wangu walikuwa hawataki ni act. Walikuwa wanaona kambe napoteza muda. Mimi nikiwa na act waliona kama napoteza muda. Those time hata walinikatisha wakanisafirisha nje. Nilienda Qatar. Mashallah gani wewe? Mimi nimeacha ndoto zangu ananiambia mashallah. Kwa kazi hapo kufanya nini? Kusoma? Si kwenda kusoma. Sasa naenda kusoma nini? Mimi sijui Kiarabu, sijui chochote, naenda kusomea nini huko? Umeenda Qatar kazi? Nilienda kazi. Na kupenda wewe? Sikupenda. Yani ilikuwa wakati mgumu sana kwangu. Hata huko ndo nilianza sijui hii ugonjwa ya depression, anxiety nilizitolea huko. Niliona nikambe napoteza kitu. Yani nilijisi kwa kwamba mimi ni mkubwa. Yani nina kitu kikubwa ndani yangu. Kwa hiyo mimi kutoka kwenda kuwa maid wa mtu niliona kambe najidharau. Niliona kambe ninajishusha sana. Yani iliniumiza. Lakini nashukuru sikukaa maombi kwa wingi na vituko kwa wingi nikarudishwa. Hivyo si kitu ambacho unataka wewe ulilazimishwa? Si kitu ambacho nilikuwa nakitaka, nililazimishwa niende. Unajua kwenye dunia sasa tunaoishi wazazi hawachukuli kama hizi mambo tunazofanya sisi kwa ni kitu ambayo inaweza tu benefit in the long term. Ushaelewa? Wao kwenye akili zao wasema kwamba bora mfanyie mtu kazi ulipwe hizi una time na nini. Ilikuwaje labda change mind yao ama ilikuwaje paka wakakubali mwisho labda? Ama paka sasa hajakubali labda? Kwa sasa nitasema ni ile kidogo wanajaribu kuelewa, kwa sababu sahi hapo kitambo nilikuwa nafanya ilikuwa iniingizi kitu, nilikuwa najitafuta. Lakini sahi
naona matunda yake. Sasa ile kidogo ninachokipata natuma, wanaona kabisa mtoto wetu hii sasa inampa. Unaona sasa hiyo kazi yenye nilikuwa naenda kufanya sasa hii pesa yenye naipata ni karibia mara 3 mara 4 ya hiyo kitu yenye ambayo nilikuwa naenda kufanya. Unaona sasa hii wanaanza kuamini. Hata inafika time wananiambia Sofia, mimi niko na content nataka kukupatia. Wananipatia wananiambia ni hivi, fanya hivi, nenda kafanya hivi na hivi. Nikiwa nimetulia naambia mbona umetulia, nenda kafanye kazi hivyo. Yani sasa kidogo wanaanza chukua muda wanaanza kunielewa hivyo. Labda ukiangalia kamera yako pale, mwambie wazazi ambao wawabania sana watoto wao ambao wako na talent, labda ungeambia nini? Maoni tu ama labda kitu sijui hata niambie nini, lakini mimi nitakachosema muamini mtoto wako jamani. Amini kwenye ile ndoto mtoto wako aliokuwa nayo na umtie moyo, kwa sababu kazi ni kazi. Hata ile labda tuseme yeye ni mwimbaji, najua dini yetu hairuhusu, lakini sasa labda ndio Mungu ameweka hiyo ndo talent yake, si ndio? Yani jaribu kuongea na yeye, mtie moyo. Yeye mwenyewe ataona uko mbele. Wajua sisi tunakuwa na kukua kwetu ndio hivyo, tunajitafuta. Pole pole tutajipata. Kama tutaona nje yenye tunaichukua si sahihi, hiyo yenu ni sahihi, basi tutakuja, lakini tukiona hii yetu ni sahihi, basi tuacheni bana tufanye kazi. Wallahi ndio hivyo. Kazi ni kazi. Msimlimit mtu kwa mambo ambayo yani hayapendi. Wewe bora tu mwambie tu mwanangu unafanya hiki, lakini yani umweke kwa njia sahihi. Kama kuna kitu kibao umekiona, unamwambia tu bwana mwanangu hapa na hapa si sawa, rekebisha. Hivyo atajirekebisha, lakini usimvunje moyo kwenye kazi yake ambayo anaipenda yeye. Kabisa. Uliongelea mambo na depression na anxiety Ningependa tugusie kidogo, how did you like overcome? Unajua watu wengi hawaamini, especially mali tumetoka sisi Mombasa, Likoni, hawaamini kwamba kuna depression, kuna anxiety. Watakwambia mambo ni kishetani, ushaelewa? Mtu anaweza jitotoa vipi kwenye mambo hayo? Hiyo ni kitu ambacho pia naamini iko na we all go through, ushaelewa? So wewe mwenyewe binafsi ilikuwaje mpaka umejipata kwenye hivyo, na imekuwaje ukajitoa mwenyewe? Kuna watu wengine wanajiua. Kuna watu wengi wanajiua. Hata mimi kuna mara nyingi nishaijaribu. Hata kuna time kwa nalala na kisu, nasema hapa ikifika usiku hapa najitoa, lakini sasa mpaka sasa hii bado najaribu. Yani inachukua muda, si eti unaamka tu hivi tayari unaona inaenda. Inachukua muda. Si rahisi. Nitasema hivyo. Na sijui hata nitaiekaje mtu anielewe, lakini si rahisi. Pole kukatiza. Yani imekuwaje mpaka yani umeamua labda mimi sitaki tena kuishi? Hiyo kwa unajua mimi hata ikifika hiyo point yako kwamba nasema hapa sasa afadhali nijue, ni ile time yako kwamba wanatamani sana kupata mtu niongee na yeye, lakini sasa nikiangalia hivi sioni mtu. Naona nikambe mimi yani mimi ni kama save, yani nasaidia watu, lakini ikifika time yangu hakuna mtu ambaye atakuja anisaidie. Sasa kuna time ninatamani nipate mtu niongee naye one on one, ajaribu hata kunishikisha ule mzigo. Sasa naona nikiangalia hakuna. Sasa ndo hapo nakaa tu hivi nasema ama nijitupe kwa gorofa, ama niende kwa barabara njirushe. Nakumbuka hata kuna time ndo nimetoka Qatar. Kama unajua nilivyotoka Qatar nilikuja kwa rafiki yangu fulani sitoweza kumtaja. Nikakaa na yeye kidogo, alafu nikarudi kwetu. Nilipofika kwetu nikaona kuna vitu havijakaa sawa, nikaona tu hiyo kitu ndio hivyo imenishika. Nikaenda mpaka Florida, unapajua Florida si ndio? Nikasimama pale sana angalia yale maji hivi. Nasema hapa basi naenda. Ni kama Mungu tu alinitumia, nitasema Mungu alinitumia mtu. Nilijikuta tu namlilia huyo mtu, namwelezea tu hizo shida, nikaongea tu na yeye, alafu rafiki yangu Motherflowers, yani huyo mtu sitoshindo, yani kila pale mimi nitamtaja, yani nitakufa na yeye kila pale. Uwezi jua sometimes usaidia watu kwenye jambo ambalo ni dangerous sana, lakini mtu uwezi jua, ushaelewa? Alikuja tukaongea na yeye ikaisha, lakini nilikuwa najua hiyo siku mimi naenda nakufa, kwa sababu ilikuwa imefika mwisho. Nasema sasa naishi nafanya nini? Ishafika time yani unajua uko kwenye dark room, hauna msaada na mtu yoyote, yani unajiona ni wewe tu hapo. Sasa acha tu nikufe, sioni haja ya kuendelea. Pole sana. Unajua
I'm really glad that alhamdulillah leo kuna sisi hapa and nikwambia tupole sana shana. Kila mtu binadamu wote tunapitia mengi, hakuna mtu anatujua especially kama ulivyosema wewe huwa uko kuongea na watu lakini wewe ulikuwa hauna mtu kuongea nao. Watu ambao huwa wanaongea na watu sana wanacheka cheka huwa ndo wanapitia mengi sana lakini watu hawajui, hawaelewi. Ushaelewa maana hamuoneshi. Ushaona. Lakini mimi ningependa kusema tu ulivyosema ni bora upate mtu kuongea naye uyatoe moyoni ili yani mzigo wenyewe kushuke. But I'm really glad that alhamdulillah leo nimepata kuongea na wewe leo ni mtu mkubwa sana Mombasa. Ushaelewa? And Kenya nzima tutaweza sema. So kuna watu sasa wanaangalia labda kwenye situation ambao wewe ulikuwa miaka kadhaa iliyopita. Unajua mimi napenda mtu ambao aliyopitia aweze kueleza kwamba jamani fanyeni hivi msifanye hivi. Je, ungeambia nini yani? Mtu sasa yuko tayari kesho ajiue. Ushaelewa? Labda kumwambia kitu tu uenda ukamsaidia sasa hii. Yani hata sijui niteka vipi maneno ndo mtu anielewe. Unajua si rahisi. Unajua chochote ambao inatoka kwenye moyo ndo kizuri kuliko kuyapanga. Ushaelewa? So yatoe tu moyoni. Ndio tu pale waambie. Okay, kwa mtu yote ambaye sahii anapitia huo wakati mgumu ambao labda mimi niliupitia ama sahii pengine nayapitia wewe yani hold on up, yani muombe Mungu, huwezi jua yani wewe kila linalokuja ni Mungu ameandika, unaona. Sasa wewe ukiamua kuchukua sijui tena kuingia nini. That's fine. Okay, wewe yani sijui inaongea nini. Ni nafasi ni yako, ongea chochote ambacho kutoka moyoni. Mimi nataka yani uongee wewe binafsi. Unajua ume experience vitu unajua. I see you getting emotional. Ushaelewa? So I want you to feel very free. Mimi ni mtu ambaye ongea naye. Usione kama mimi ni interviewer la nini. Hapo tunaongea kama marafiki. I want you to put your heart out. Ushaelewa? Be free. Yani hata usione aibu jambo lolote. Mimi niko hapa na wewe kama gulia tutalia pamoja leo naonesha. Ulionana ni mimi najikaza, mimi sizilia sasa, sizilia. So okay, mimi nitasema kwa wakati mgumu mwenye mimi nimepitia, nimekuwa sana close na Mungu. Licha kwa kwamba marafiki wengi wananiona mimi kama nitaiekaje? Yani mimi ni kama msaidizi kwa wenzangu, lakini hakuna mtu ambaye anakuja time yangu nikiwa nahitaji usaidizi. So mimi nitasema kaa karibu na Mungu, sali sana. Yani mweke Mungu kuwa rafiki wako wa karibu. Mimi naamini kila kitu kinachokuja kwenye maisha yako kina sababu. Unaelewa? Sasa usitake kujitoa sahi ama kugive up sahi. Huenda Mungu amekuwekea kitu kizuri mbeleni. Ambao kwenye shida nyingi ndio pale matunda ama furaha huwa iko karibu, si ndio? Kwa hiyo tusivunjike moyo mapema. Hiyo ni kweli kabisa. Baada dhiki ni faraja. Kwa hivyo hakuna dhiki juu ya dhiki. Kweli. Kwa hivyo subra ndo muhimu. Nimependa sana story yako na I hope itawa inspire watu wengi. Na kusikia umesema labda I'm going through right now. Hebu niambie sasa kwenye maisha yako. Are you happy? Uko mahali ambao unaweza sema labda are you at peace? I'm trying. It's not easy out there. Wajua watu sana especially nyinyi watu chekesha sisi kwenye misimu zetu na nini shele mtandao, lakini hatujui kwa undani kuna kitu gani ambao tunapitia. That's why hii podcast yangu mimi ndio huwa nimeleta ili tuongee real life story. Tusiscript kitu, tuseme hivi na hivi tuchekeshe watu. Mimi ndio nataka nijue Sofia nani mwenyewe. Ushaona? Kwa sahihi yani kwenye situation uko, kwenye mambo yote uliyofanya. Je, are you happy? Nitasema nusu, like siko happy kidogo, but
I'm happy nikiona watu wana furaha. Alhamdulillah. Hivyo, yeah. So ndio maana unaona mara nyingi napenda sana kushoot content, napenda kunini, unaona nikiona watu wanacheka vile ama nikifanya mtu anafurahi. Hiyo ndo nasikia raha kwa sababu na feel like hata mimi ningepata chance mtu aje kwenye maisha yangu anifanye nisikie raha, ingesaidia pale. So sai sina, kwa hiyo hacha niwapatie wenzangu. Yeah. Wallahi siwezi kudanganya, yani you are one of the best actress, I would say, or comedian ambao ni you put a lot of smiles kwa watu. Yeah, especially yani kwenye jamii yetu sasa hii. Hakuna labda nyumba Mombasa tunaweza sema ama kokote ambao wakuangalia. Na mnafurahisha watu sana sana sana, yani mimi nataka pia wewe yani uwe na furaha hiyo. Furaha ambao unaotoa na pia upate. Inshallah nitapata. Is there labda kuna kitu utakushare na sisi ambao hatujui una go through, labda tuweza kusaidia hapa, ama labda mimi nipige nayo story sasa ama nikwambie ama ni advise? Hamna. Ni yangu si nitaekaje, nitasema tu hivyo, I'm not happy. Sijui niekeje. Okay, wacha nikufanyie mimi rahisi. Furaha yako inatokana na nini kwenye hii dunia? Kwa sahihi furaha yangu inatokana na kufanya watu wafurahi. Hiyo ndio nitasema. Yani nikisaidia mtu ile akiniambia tu asante, nasikia tu ile amani kidogo. Mashallah. Hivyo. Na sisi hatutaki wewe usaidie ili wewe ndo tufurahishe, sisi pia tukufurahishe. Je, furaha yako tuweza tu, yani kitu gani ambacho kufurahisha sasa labda? Sasa kitu yenyewe nifurahisha. Munipe kazi nipate pesa. Pesa sasa ndo muhimu. Nitasema hivyo. Munipe kazi nipate pesa. Hivyo labda naweza kusema kuwa nataka hiki lakini nikapata fake people wanakuja tu ile kuni because of the main thing. Yeah. Sasa mimi nitasema tu ni Mungu tu aniletee tu mtu ambaye ataweza kunifurahisha hivyo, kwa sababu naweza kusema ni hiki watu wengi wakajaribu tu kuongelea mtu. Hujasema biashara, hujasema, umesema mtu. Ongelea mambo na mapenzi ama nini hapo? Yani inahitaji, sijui inahitaji nini. Yani nataka mtu ambaye nikimpata hivi siwezi mficha kitu, naweza kuongea na yeye like ni kwetu open kwake. Nikiwa na shida na mueleza, si eti shida za mabiashara ama kazi ama pesa, nataka ni tu na mtu ambaye nikiongea naye ananielewa. Unaona, tunaelewana kwa sababu kupitia hizo kazi zetu wezi kuwa na stress mingi, depression mingi. So sijui niekeje. Wallahi mimi ningependa kuuliza, unajua sipendi sana kujificha kwenye bushes. Unataka kwenda deep kwenye issue? Deep? Usinge deep bwana. Mwanamke, mapenzi yanakusumbua nini kwa sasa hivi? Mimi hapana, niko na mtu, kwa nini anisumbue? Kwa hivyo umeridhika mahali ulipo? Nitasema okay, nimeridhika kwa sababu si nimechagua mimi kuwa hapo. So nasema yale madhaifu ambayo mwenzangu atakuwa nayo, pole pole tunajaribu kufunzana. Kwa hiki sikipendi, tunajaribu kuelewana kwa sababu sote wadogo, sote tuko na maisha ambayo tunayapitia huko nje. So muhimu ni ile kwa kwamba nikisema hivi ananisikiliza 100%. Yeah. So tayari una mtu. Ningependa nikuulize tu, yani ideal mume wako afaka vipi? Yani awe vipi? Tayari una mtu, I don't know, nataka kujua tu. Unajua tunapenda kujua sisi kama mashabiki tujue, yani Sophie yabena mtu aina hii ama Sophie, ushaelewa? So aina yako ni ipi? Ni mwimbaji ama ni hapana? Mimi sijui. Hiki tu inakuja tu hivyo, inakuja tu yenyewe. Mapenzi yachaguliwe yenyewe, sema. Yachagulike, inakuja tu yenyewe. Sasa uko mbele, mimi kama hana pesa sitaki. Mwingine anakuambia mimi pesa si shida. Mimi kama atoniridhisha upande wao sitaki. Na mwingine anakuambia mimi muhimu toe ana dini yake. Mwingine anakuambia mimi hata si lazima awe na kitu chochote, mimi muhimu anipende mimi tu peke yangu. So wewe kwenye kategori gani hapo? Mimi niko kwenye kategori yako kwamba nataka mwanamume ambaye atanifanya niwe mwanamke bora mbele za watu. Mashaallah. Okay. Sijali wewe ni mtu wa vipi uelewa. Naam. Bora yake ni unaheshimu hisia zangu. Kabisa, hiyo number 1.
unaheshimu hisia zangu, unanipenda, unipatile sababu ya kunifanya nijisikie low, unaona? Niekeje tena, yani unani push nikuwe mtu mwingine, ni mtu mkubwa zaidi ya hapa, unaona? Hizo ndo vitu ambavyo wanaviangalia, lakini usipokuwa na hivyo So huyo ulionao sahihi anachukuliaje hizi kazi zako ambazo unazifanya? Anachukulia poa. Anani support. Supportive man, anani support. Okay. Mashallah. Napenda hivyo, yani napenda tukisupportiana kwenye mambo ambayo kusupportiana ni muhimu. Sio unakuwa na mtu anakwambia sitaki work na huyo, sitaki kufanya hivi. Hakuna restriction hakuna. Muhimu upate mtu ambaye kwa kuelewana naye, kuaminiana kwenye especially kama kwenye ndoa ama kwenye relationship, kuaminiana ni muhimu sana. Bila uaminifu hii yenyewe hakuna. Sasa labda ngoko nyumbani tuwafungiwa. Lakini mimi siwezi kufungiwa. Siwezi. Mimi bora nisheka akilini kwa kwamba nataka kufanya hiyo, nafanya. Sasa wewe utajua wewe mwenyewe, uniamini usiniamini. Bro, niko na ndoto kubwa. So ukiniweka ndani ya nyumba utanisaidia na nini? Mimi sijachagua sijui kuwa housewife, nikae unilishi. No, mimi nataka kutoka, mimi nataka dunia inijue. Mashaallah. Kuongelea ndoto zako, kuna kitu gani labda ambao wakitaka sasa hauna? Ama una vision gani kwamba mimi nataka niwe mtu fulani, nataka nifanye kitu fulani ambao sasa bado hujafikia, na una malengo gani yani? Okay, niko kwenye process ya hiyo kutaka kuwa mtu mkubwa, na najua mbeleni nitakuwa, kwa sababu najua bidii niko nayo. Pesa najua pesa zitakuja. Kitu ambacho nakitaka ambacho najua sina sasa ni furaha ya moyo tu basi. Na furaha inatokana na nini? Furaha ya moyo inatokana na nini? Sijui, mimi mwenyewe pia najaribu kuitafuta. Wajua watu furaha zao ziko different. Mimi labda naweza furahishwa na pesa. Mimi naweza furahishwa na mwanamke. Mimi naweza furahishwa na hizo ni vitu za kawaida, siziko. Nikisema pesa sitapata, kama sina leo najua kesho nitapata. Kama sijui mwanaume nataka nijue ni furaha yangu inatokana na nini, Sophie? Amani, sijui. Amani wa moyo. Kama bado huko hauna amani mpaka sasa yani. I just feel like kuna kitu ndani yangu yani. Kuna kitu bado hujakipata. Bado sijakipata hivyo. Uelewa? Labda ukisema sasa hii uenda ukakipata mbeleni, bado hujui nini mwenyewe. Mimi ninachokijua tu sasa nataka tu yani kupata kitu yani mwenyewe, nikisema hiki I'm happy. Hivyo yani. Mara zingine wajua tunasema nini? Mungu wangu ndo anayejua. Ndio hivyo sasa nitasema Mungu wangu ndo anayejua, kwa sababu yeye ndo ambaye wanamlilia, yeye ndo ambaye anaongea naye sana. Sasa yeye labda ndo atajua. Na mimi nitakuombea upate chochote ambacho iko kwenye moyo wako. Ushaelewa? Yeye ndo ambaye anaweza kusaidia nao kwa sasa hivi. Yeah, thank you. Naam. Tuongelea maisha yako ya nyumbani, wazazi wako, jinsi walivyokuwa wakikupinga na sasa wanakusupport. Very nice. Na pia nataka nijue tu Likoni. Unajua Likoni is somewhere that mtakifikiria it's not easy to tuseme kwamba kuna actress watatokea hapo, kuna watu wakubwa. Mashallah sasa hivi mko wengi sana ambao kina Boss Chunare, kina Tonani wa Bikaruga, sijui Jimbo Media. And there's a lot of people ambao ni tutasema ni TikTokers, sio content creators ambao mmetoka wote Likoni. I want you to talk about Likoni, yani how is it? Paka hoja nyinyi mmeweka kwenye map sasa, mwajulikana kwamba mtu fulani ametoka wapi Likoni. Unaona hiyo ni proud moment kwao. Unaona mtu akitoka kwangu alafu aongelee kwamba mtu fulani ametoka kwa mtu fulani, huwa mtu mwenyewe unajisikia kwamba ushaelewa wewe, are you proud to make your hometown known? You proud very. Na wao je, wako vipi? Unajua mahali ambapo kuna upendo na kuna wasidi. Juu nyumbani waonaje? Mimi nasema kuko poa, Likoni ni sehemu nzuri. Naam. Amani, support inatoka nyumbani. Support kind of. Yeah. Yani, okay, so kuna ile nabii kubaliki kwao. Naam, exactly. Lakini nitasema okay,
mimi niko proud kwa nimetoka Likoni. Watu wangu wa Likoni wananikubali japo kwa siku hizo wanasema siku hizo tukataa, siku hizo uko majuu. Jamani ndugu zangu, najitafuta, lakini siwezi kuacha kusema kwa kwamba mimi nimetoka Likoni. Mnikumbuke na mimi jamani, muendelee kunisupport. Of course. Unajua kokote ambapo utakapofika mtu kichakaanza kuambia umetoka wapi? Kitu cha kwanza utaulizwa ni umetoka wapi. Kweli. Ushaelewa. So hata ufike wapi, at the end of the day nyumbani ni wapi? Ni nyumbani. Sio. So naona tumeongelea upendo sana. Wacha tuongelee kwenye hatred. Unapata ni kuchukiwa kwenye mtandao ama hakuna mali utakapopendwa peke yake? Sio. Hizo huwa ziko sana na pia hizo huwa ni zimekuwa hapo. Yani nikiziona kama hivyo naona yani nikambe ni kitu ya kawaida kwa sababu hata mtume hakuwa wapendwa, si ndio? Yani hiyo ni kitu ya kawaida na bila chuki mimi siwezi kupambana. Nitajiweka tu ile napendwa na watu wengi. So ni lazima nifanye kazi kwa bidii ndo hata wale wanaonichukia waone like msichana naye hata kama tutamwekea vikwazo gani bado yuapambana, yuaenda. Uelewa? Unajua kuna watu wengine hawawezi kuhandle kabisa, yani hawapende kuchukiwa, yani wataka kupendwa tu. Sasa hiyo ndio haiwezekani katika hii dunia yetu sasa. Ni lazima uchukiwe. Bila changamoto. Changamoto zipo, ndio hivyo. Kama sisi wewe unaweza kuwa umejipost tu vizuri hivyo, si huyo naye basi kisa Ramadhani imeingia shaanza. Sijui jikomo kama naye unaona vijidomo kubwa kama Tifa Dangote, unaona. Hivyo ni vitu vya kawaida, hivyo vimekuwa kuturudisha sisi nyuma. Sasa ukiwa na roho ndogo unarudi nyuma, ukiwa na roho ngumu unaenda tu unasonga nao, unawajaza tu. Kwanza mimi napenda sana watu wakiwa wananichukia kuliko watu wanaonipenda. Naona like so maneno ya kuathiri. Mimi yaniathiri. Kitambo ndio alikuwa akiwa yananiathiri sana, alikuwa akiniathiri. Yani nilikuwa nikiangalia hivi nasema jamani, sasa mbona ananichukia? By time nikaanza kuzoeana nazo. Ndio hivyo, lazima bila hiyo uwezi. Bila hiyo sasa zingine hata naweza kuona mtu anitukana kabisa, nikaangalia nikacheka, sema jamani huyu, lakini sawa. Unajua kuna swali nataka nikuulize. Uliza. Nimeona kwenye interview. Say umeolewa, umesema sio mke wa mtu. Last time nimeona kwamba umesema ulikuwa na mtu lakini bado ulikuwa unasema wewe ni bikra. Nyinyi ni mabikra, sijui kitu kama hiyo. So situation imechange sasa ama tunatarajia nini kwenye mbeleni kule? Mimi bikra bwana, nayo usinifanyie. Jamani, mshakuwa na mtu ameolewa. Mshakuwa na mtu ameolewa na bado ni bikra. Mimi sija kuona hivyo. Ngoja nikwambie, unajua ukifanya vile utakuja upate mtoto. Sasa ile kupata mtoto sasa hivi tuko kwenye harakati za mbio, ndo hatuzitaki sasa mambo hayo. Mnaishi vipi nyinyi yani? Mwana na uko bikra. Iko complicated. Iko complicated. Yeye yalala kitandani, mimi nalala kwenye kochi. Kwani ni Bluetooth device mna connect kwa hewa? Maisha sasa hii. Kijana ateseke aonesha. Ateseke. Ameridhika mwenye hivi. Ameridhika na kila kitu. Na usema kwa hivyo msimamo ni ule. Sophie bado ni nini? Bado mi bikra, mkiona kitumbo unamtajua basi huo mchezo nimeuanza. Haya. Nitanyamaza sasa niseme mengi, nikasema mimi naongea sana. Eko. Mpenzi wako mpaka sasa hii ndo ameifunga mara ampeleka nyumbani ama? Ongea, mbona unaogopa? Ongea tukusikie mami. Sisi ndio hivyo, si ndio naitikia. Una hakika? Tumeona scandal nyingi, mara yuko na huyu, mara yuko na ule. Na bado mko pamoja kweli? Scandal kama gani kwa mfano? Ndio niweze kujibu. Alikuwa na ule msichana tu nani? Sitaki. Jina yake anaanza na R. Ryan. I think. Ile ilikuwa ni project. Alafu sasa ile ni kazi yake, na pia hata mfano nikija nikiona kama vile sio ni issue kubwa, ni hulka ya mwanamume. Yani wanake kama wewe mko kidogo dunia hii. Kidogo. Sasa hata ukasema wamkataza ufanye hivi, yani ni kawaida. Sijui nitaikaje, yani ni kawaida ya mwanaume. Hata ukamfanyaje lazima atatoka. Lakini uzuri
anajua nyumbani ni wapi. Kwa hivyo wewe hauna shida. Hata ukisema wamfungia hapa, kuna vitu ndani yake vitakuwa havipo sawa. Ningesema kitu lakini sasa kuna wazazi wataona. Haina neno, unajua hii yetu atufilter kitu. Sawa, tuko open kama kuna ile like umezoea sana kula sima na mboga. Si utasikele kukinayo utaona kambe kuna vitu ndani yako haviko sawa. Ni lazima utoke uondoka pate nini ndio upate ile nguvu ya kusema naja kula hapa. Kila siku wewe. Unajua si wanawake wengi wanafikiria hivyo. Okay, sijui mimi nimeumbwaje lakini nitasemaje? Sijawahi kuona hizo vitu lakini najua vipo. Kwa hiyo naishi ndani yangu nikijua kwa sababu wanaume haturidhiki sisi na chakula moja. Na mboga moja ndio maana mkaambiwa sheria 4 ili mwezi leo mkila hii kesho mwala hii kesho kuzo mwala unaona? Mungu atujalie kama hao ambao tutaelewa. Tupate wawili watatu wanne. Wewe sio sasa shaanza ingekuwa wewe sio kama hao ungesema tu lakini mimi siko kama hivi lakini wamesema Mungu atujalie kumaanisha wanaume wote naomba wanaume. Unajua mimi niko timu wanaume lazima naombe wote. Basi sasa ndio hivyo. So nitasema ni hulka ya mwanaume. Afadhali ana scandals na wanawake kuliko scandal na wanaume wale. Kwa sababu kwenye dunia sasa tena yatishia sana. So nikiona kama hivyo nasema sawa. Hata nikaambia tumemfumania yuko na nani kule nikijua ikifika usiku mtu yuko hapa na naye hapa kando. Alhamdulillah. Tosha hiyo yatosha ona. Nikisema hivi yonisikiliza, nikitaka kitu chochote yonipatia. Hayo mengine atajua yeye mwenyewe, bora hanioneshi na sivioni, labda nivitafute mimi mwenyewe. Hebu tuongelee love story yako. Unajua kila mtu ana different scene kwenye love story. So hebu tuambie yako ilikuwaje? Tuongelee vipi aje? Mlipatana vipi yani wewe na ule mwimbaji na nini? Hebu tuambie tu na sisi tujue. Yule tulipatana WhatsApp kwa group. Okay, ulimtafuta mama kutafuta? Sikumtafuta. Ilikuwa hiyo time sasa nilikuwa idol, kulikuwa na kiji studio wanaenda tu hapo kuchokoza sasa huyo producer akaniimbisha. Kanawe sasa wewe toyeka YouTube. Kwenye harakati za kujitafuta nikatuma alikuwa paka mwimbaji yani. Nishajaribu mimi hizo zote. Si kuimbisha hapa sasa hii. Usiniimbishe jamani, nina sauti mbaya. Utajuaje kama tusikia lakini? Hapana, mtasikiliza. Sasa nikatuma link kwa group. Nikaona mtu ameenda kucomment kwa YouTube, akanifuata DM, nyimbo kali, una sauti nzuri mashallah, nini? Lakini najua tu hizo ni mbinu tu za wanaume waongo tu. Nilipojua ni urongo lakini urongo tu, ni mtu tu alikuwa anataka attention yangu so tukaanzia hapo kuongea kudanganyana, tukajikuta tu tumepatana. Tukaanza mahusiano yetu hapo ilikuwa 2022. Tukaanza mahusiano yetu ndio hivyo mpaka sasa alhamdulillah nashukuru. Tunaendelea. Wow. Mapenzi yamenoga. Kuna time tunakwaruzana, kuna time tunapendana, kuna time ndio hivyo. Bila hiyo hakuna relationship. Bila hiyo mkwaruzana inajenga nadhani mapenzi pia yanazidi kuwa. Because kila mtu tofauti kwenye dunia, ushaelewa? Umelelewa kando na umelelewa kando. Kwa hivyo tabia zenu haziwezi kulingana. Kwa lazima yani muishi pamoja, mjue huyu kwa hivi na hivi. Na lazima yani mmoja aseme kwamba okay mimi nitakupenda hivyo ulivyo. Sitaki mbalikie wala nini, ushaelewa? Yani lazima ukubali tu at the end of the day. Kweli, lazima ukubali. Tukirejea kwenye career yako. Sasa tunakuona umefika mbali sana, kila mara unaongelewa mashallah. Leo uko Nairobi. Leo project labda ma uko na kazi hapa? Hapana, nilikuwa nimekuja kutembea, kusalimia marafiki na ndio hivyo. Sasa unajua kama ni content creator lazima utalink up na wengine. Of course, even ndo una build relationship. Ndio hivyo sasa najikuta tu nafanya kazi, niko Nairobi. Nashukuru pia jina langu linajulikana huko, nafanya kazi. Sijajua kama nitakuja kwa podcast na msanii mkubwa hapa pia wakasida. Wallahi mwenyewe yani sikutarajia, unajua nilikuwa nimeamka naona jamani nipigie sasa hivi. So Safia sema yuondoka leo jioni. Kwa hivyo kama inawezekana sasa hivi sasa hivi itawezekana vipi? Ikabidi mimi pia nianze kupiga simu. Inamaanisha kwamba ukilitaka kitu unaweza fanya. Kweli ndio. Mimi pia I'm very glad that nimepata kuongea na wewe na napata kukujua vizuri sana. Ushaelewa? Bado tunaongea. Je, kwenye career yako sasa hivi utasema labda umefika unapotaka yani?
Bado sijafika, lakini nashukuru miaka iliyopita na sasa hivi sijategemea. Nilikuwa nikikaa tu nikiota like mimi siku moja nitakuja nitembe pale hivi watu waje na nashukuru ni Mungu amejibu. Sasa inaweza kutembea pale, heshima ipo. Sophie approach selfie na nini zipo. Kabla hujaondoka itabidi unisaini autograph. Itabidi tuanze kufanya hivyo kila mgeni anayekuja hapa. Itabidi sasa. Huwezi jua kesho utakuwa nani. Ndio hivyo. Na huko mbele Mungu tu bana azidi kunifungulia. Ushaona. Wala sisi tutakuombea, yani tunachotaka sisi. Well, the more you become bigger, better for us, because nyuma yako ndo tuko sisi, ushaelewa? Ndio. Ambao kuna watu wengi wanakuangalia, kuna watu wengi unakuwa ni mfano kwao, ushaona? So the more na progress, the more wapi wanakuwa na hamu kwamba kama Sophie pia amefanya, mimi nani siwezi, ushaelewa? Mimi nani siwezi. Hiyo ndo ya muhimu sana, yani tasema kwenye dunia. Sophie, lakini kuulize Niulize tu, usiogope. Usiogope. Wallahi. Usiogope. Unajua? Mbona wanyanya uliza? Yani kuna scandal nyingi sana. Kabla ujenge kwenye ndoa. Sawa? Kabla ujenge kwenye ndoa, ulikuwa ama kabla hujakuwa independent tuseme, labda ulikuwa Jimbo Media. So, nataka nijue safari yako from Jimbo Media mpaka sasa uko kivyako. Imekuwaje kwaje yani? Pagumu lakini pazuri. Okay, safari yangu ilikuwa nzuri kwa sababu nitasema nzuri kwa sababu kuna vitu nilikuwa najifunza pale ambao sahi viko ndani yangu najua. Na pia nitasema mbaya kwa sababu sikuwa na ile freedom ambayo sahi niko nayo. Kwa hivyo pale ni kama yani mko kwenye lebo yani. Tulikuwa kwenye lebo mpaka upige hivyo, ushaona? Sasa yani sahi naweza kufanya kitu chochote ninachokitaka kwa sababu mimi ndo boss. Mimi ndo mwenye kusema leo nafanya hivi, kesho nafanya hivi, yani mimi ndo napanga. Lakini kama hiyo. Lakini pia kama ingekuwa si Jimbo Media nisingeweza sahi hapa kusimama hivi ama kufanya vitu zangu ambavyo sahi nafanya. Mashaallah. Ndio maana nasema popote nitakapoenda nitashukuru. Sitokejeli, sitosema kitu chochote kibaya, na nitazidi kumheshimu Bujra kwa sababu yeye ndo amenifikisha hapa. Japokuwa yani juhudi zangu zipo, lakini yeye amenitengeneza. Mmoja wa watu ambao wameku build. So nitaendelea tu kumshukuru. Umeridhika? Bado. Amako tutakwenda difu, usiende difu nawe. Usiende difu. Ndio yani watu wajui kwa nini mtu yotoka kwenye lebo fulani ama jambo fulani. Ilikuwa ni kwa uzuri ama kulikuwa na kitu imetokea? Unajua nimesikia fununu. Ulisikia fununu gani? Fununu ziko nyingi. So unajua Bujra ni mtu wa wanawake wengi. Hiyo hata haikuwa. Si mambo yake. Nitasema hiyo haikuwa sababu, ni mimi mwenyewe niliona nikambe mazoea yamezidi. Mazoea yamevuka mipaka. Nikaona sasa hapa afadhali tu acha tu nitoke. Unajua afadhali ufanye kitu na watu, unajua sisi ni familia kabisa, to respect maisha ya mtu personal. 100%. Tukija kwenye kazi ni kazi tufanye, lakini unapovuka mipaka unaingia huko kwingine nikambe umeningata. Uelewa? Sasa niliona nikambe vitu zangu personal sasa vimeingia sasa kazini. Unapata watu ambao hawanijui mimi wanajua issue zangu. So nikaona hapa acha tu nitoke. Naona kambe sasa sithaminiki. Unajua afadhali mtu akuone hivi, kuna ile heshima fulani anakuwekea. Lakini sasa akujue ndani zaidi anakushusha thamani. Kweli. Sasa hiyo ilikuwa niko pale kazini lakini naona nikambe niko tupu. Shai kuona ni uko pale lakini unaona watu yani kwa mtu kujua nje ndani. Yani una feel au uko comfortable. Una raha yani yule mtu. Mimi ni mcheshi. Lakini the moment ukiniona nimenyamaza hivi siwezi ongea. Ilifika time yani hata tukienda pale niko tu hivi, niko tu rada zangu. Yani niliona tu kambe hii ni stress, acha tu niachane nayo. Pale ambako tumefika inatosha. Sasa acha nianze kivyangu. Naamini Mungu atanifungulia na sasa hiyo na mambo tunaenda. So mashallah yani mnafanya vizuri.
na collaborate na watu wakubwa hivyo, mambo yanaenda vizuri. Sitokuombea at the end of the day. Ukubwa wako ndo sisi hamu, ushaelewa? So nataka unajua mimi kwenye podcast yangu watu wakija wao mimi nauliza ikifika muda kama sasa hii natoa opportunity ya mtu kunijua mimi. Je, una swali za kuniuliza labda ama okay, mimi sijui nitakuuliza nini kwa sababu sikujui sana. Mimi nilikuwa nakuona tu kwa TV hivi hapo mkiwa na wenzako mkiwa mnaimba kasida pale sema wewe. Alafu time ya harusi yako hapo mpaka sema wewe jamani. Uliona mpaka hiyo kumbe? Niliona, nimeona hivi kasema usinishike kumwona hiyo time ya harusi oli trend mpaka wafanya story sema wewe jamani si mimi nipate bwana kama huyo. Yuso hata nashindwa. Naam. Nikuulize nini? Nikwambie nini? Anything you feel like you want to know. Kuhusu mimi yani I'm an open book. Ni wewe tu useme unataka nini namwambia. Chochote ambao. Okay, sasa basi nikuulize pengine maisha ya ndoa yaonaje maana kesipewe ni mume wa mtu. Yeah. Alhamdulillah, so far so good. Alhamdulillah, nashukuru sasa mambo yanaenda vizuri na mtoto ana mwaka. Mashallah. So salama alhamdulillah. Naweza sema kwamba ndoa tulivyosema kwamba kuna ups and down. Si kila siku ambao utakuwa happy. Lazima watu waweze kuelewana. Ushaona sote tumetoka background tofauti. So mapenzi yanazidi kila siku ile. Ushaona? Shangaa, mapenzi yanazidi kila siku mnapoelewana. Unapomsupport mwenzako na unapokusupport. So far everything is good. Naweza sema kwamba nashukuru sana. Yani niko happy. Unaona navonawili ama uniona? Nakuona. Kumaanisha ndoa ni nzuri alhamdulillah. Mahamkuli. Tunanona tu wengine. Mashavu hayo tutakapunguze. Yani so far tunashukuru alhamdulillah. Everything is great. Sasa swali lingine wakati ukiwa sad unafanya nini yani ndio una furaha vitu kama hivyo? Wallahi especially yani mtu kwa sadness aishi kwenye dunia. Kuna njia nyingi ya mtu kuwa sad. Lakini mara nyingi tu kama sisi huwa watu sana wanataka tukiwa happy, ushaelewa? Maana kwenye maisha yetu tuna filter zile nini kwa social media nini usipost. Mimi mwenyewe yani approach ambayo nachukua ninapokuwa siko happy sana huwa ni napenda kuongea na watu hivi yenyewe yani it's a way that we are sharing our stories. Kwa hivyo mimi nikiona kuna mtu fulani ambao ana mambo kuliko mimi naanza kuona kama alhamdulillah lazima nishukuru mwanzo, ushaelewa? Kwamba kuna mtu mambo yake yamenizidi mimi, ushaelewa? Okay. So lakini nikiwa sad sana huwa wallahi labda ni kuomba Mungu tu kwa naamini kuna na subra, ushaelewa? Because hakuna dhiki baada ya dhiki, ushaelewa? Baada ya dhiki ni faraja. So ni hivyo, ni kuomba Mungu kuwa na subra, kujua kwamba dunia hii tumeumbwa kupitia. Okay, na ishafika time pia na ukatamani ku give up na kila kitu hizo mambo every day? Wallahi mimi nikajia hiyo kitu niko na mimi peke yangu. Kila siku naamka wallahi nataka ni give up. I swear to God, every day I wake up I just want to give up. Nasema aje niachane nao. Yani kwenye kitu changu nasema bro, mimi I feel like nita delete social media zote and I just go yani ghost, sifanyi tena kitu wallahi. Yani kila siku yani kumaanisha hata leo ulikuwa unafikiria hivyo? Of course, yeah. I want to give up wallahi, yani that's how yako ni mbaya hiyo, yako ni mbaya kila siku hata hivi. Yeah, lakini the good thing is naamini kwamba iko siku ambao everything will be good. Yeah, kweli. Hiyo na kwamba thought iko kwamba mimi nataka ni give up, nataka niachane na hii kitu, lakini bado nina hamu na kipenda kitu. That's why nazidi kukishika. Alafu especially when nikiona na watu kama nyinyi nazidi kunipa morale ile, naongea naona kwamba I mean there's a lot of things to lose nikiachana nao, lakini giving up is an option, ushaelewa? Ni kitu ambao waweza chagua kusema sawa acha niachane nao. Tuseme okay, tuko barabarani sasa hivi. Tutaka ku drive from Nairobi to Mombasa. Sawa? Njia ni ndefu regardless. Kwenye njia labda waendesha gari tayari kutobokee.
una option mbili. Ima useme acha niachane na gari hata sitaki tena kuendelea na safari, ama utengeneze gari safari endelee. Kwa hivyo mimi kila siku obstacles ni nyingi. Lakini sijaamua ku give up. Ushaelewa? Which means kila siku nasema haina neno, acha hivyo nitaendelea. Okay. Lakini usione kwamba ni peke yako ndio ku give up kila siku. Like everyone who's doing something, I feel like kila mtu ku give up kila siku, lakini ni ile hamu. Lakini wewe kwa kila siku ndio imenishtua wewe kwa kila siku. Yani I swear every day. Yani something that I don't say. Usikufe moyo bwana, usikufe moyo. Thank you so much wallahi. Yani yeah, it's something that I feel like I want to give up. Lakini at the end of the day kiangalia I came from very far. Mali nilipotoka na mali nilipo sasa ni mbali sana, ushaelewa? Naiona ni destination ndo ile, siwezi give up. Yeah, true. Kwa hivyo kivovote vile, iwe mvua, iwe jua, tutapambana tufike kule inshallah. Sawa. Mbona siku hizi hatukusikii sana kwenye Kasda ile timu yako nini? Kwa hapo nakwambia asubuhi ukifungua hivi mamangu wa kwanza akifungua TV tu hivi nyinyi ndio mko hapo. The man. Yeah, unajua shida mimi nilikuwa nilisafiri. Ushana nilipata safari nilienda US ushana. So tulikuwa separated, kila mtu kwa kivyake. That's why ilikuwa tough kufanya kazi pamoja, lakini alhamdulillah sasa najaribu kurejea market. Unajua bidhaa sometimes inapotea alafu zinarejea tena market. Huachukua muda watu wajue, lakini yeah, I'm coming back na I'm here. Kuja utudropie Kasda. Unajua sasa waimbaji wa Kaswida wamekuwa kidogo sana, lakini inshallah we'll be back. Hadi unafika time unatamani tu kulia usikilize nyimbo za Kaswida, unajikuta unaingia kwa kina Mbosso huko kwa kina Mario unasikiliza nyimbo ambazo no inshallah, lakini tutajipanga vizuri, yani nitakuja vizuri, better, stronger, ushaelewa, hiyo ndio muhimu. Sawa. Tumalizia labda. Tumeongea mengi kwenye maisha yako, tumeona jinsi ulivyoanza, ulivyokuwa, ulipofika sasa hii. Nataka tu yani wewe kama mwanamke. Kabla hata sijakwambia, unajua wanawake wanapata changamoto sana, especially kwa kazi ambayo unaofanya. Kuna changamoto labda unapitia kama mwanamke? Kwa sasa hivi nitasema labda changamoto yangu ni kazi, pesa. Yeah, hizo ndo nitasema. Huoni kwamba kuna watu labda kuchukulia advantage? Wapo, lakini nitasema venye ambavyo sahii niko na team nzuri. Hiyo inanisaidia. Alafu sasa na washauri. Nikisema washauri mwenzangu, tunashauriana like okay ni hivi na hivi. Okay, yeye pia amekuwa apart from kwamba yeye ni mwenzangu, yani amekuja ile kunisaidia. Unajua sasa sisi kama content creator ama sisi watu ambao tunajulikana especially wasichana tunapata changamoto nyingi sana. Yani nitakaje vishawishi vingi, unapata tu mtu DM hata watu wakubwa unaona tu wamejazana tu hapo mimi nakutaka na kupenda na kufanya nini. So yani nitasema yeye amekuja kunisaidia. Sasa kuna ile respect fulani. Of course. Hizo vitu zimeninia. Kitambo nilikuwa nikiona ile na kutumia 50k sasa hivi, lakini mtu wangu nitumie picha kwanza juu mpaka chini nikuone venye huko. Changamoto wanawake ndio ni disadvantage sana ni kwa mwanamke. Mimi nakwambia nitakuinua, nitakupeleka wapi, nitakununulia hiki na hiki na hiki. Sasa unaangalia hivi vitu jamani, vinachokesha, vinatia stress, unaona. Lakini sasa yeye kwa kando yangu imenisaidia, nimepukana na hivyo vitu. Hata sasa mtu akitaka kuni approach kuna ile heshima fulani, na mimi pia najua kuna vitu fulani sasa zifanya. Wewe jiheshimu lazima. Najua hata nikafanya upumbavu hapa. Kuna mtu hapa jamani, siwezi fanya. So ni ngumu. Yani ni wewe mwanamke tu kujichunga, maana yake sasa hivi vitu ni vingi. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Unajua unavyojiweka wewe ndio watu wanavyokuchukulia. Wewe ukifanya ni doma tu watu watakutembelea tu haina neno. Unaona? So lazima kama mwanamke kujiheshimu ni 100%. Priority yako. Ukijeka chini ndio hivyo wanaume unajua sana wanaume ndio wanachukulia advantage hivyo yani. Unaelewa? Watakujaribu kila aina. Sasa ni mwanamke ujiheshimu jamani, mjiheshimu wanawake. Heshimuni. Ujiheshimu. Tukimalizia tu ningependa kwa vile mwanamke uongea na wanawake wenzako ambao wana ndoto kama yako.
Okay, mimi cha kuambia wenye ambao mko na ndoto kama yangu, msife moyo, mweke Mungu mbele, pambana sana, kwa sababu kwenye kila kazi kuna changamoto. Usione kwa kwamba mimi nimeamka tu hivi nikaja tayari nikakuwa Sofiron. No, kuna story, kuna vitu, the dark side, kuna vitu vingi mpaka nimefikia hapa. Mimi cha kuambia tu yani mweke Mungu mbele, tia bidii kwa wingi. Umesema nataka kwa kama Sofiron, weka hapo, ukilala ukiamka weka picha Sofiron pale. Mimi nahakikisha nataka kwa kama Sofiron. Lakini sasa ni wewe mwenyewe ndio utaweza kuandika story yako. Uwezi kuandika story yangu mimi ni utake kujua Sofia alifanya hivi na hivi hapana. Kila mmoja na story yake. Muhimu ni hiyo tu. Usisahau kuwa kuna changamoto, usisahau kumwomba Mungu, usisahau kutia bidii kwenye kazi yako. Yeah. Bidii ni muhimu kwenye kazi, so bidii ni muhimu. Usigive up. Usigive up. Endelea kupambana. Shida zitakuweko kila siku. Ni wewe utakapochukulia, sio? Sophie, nashukuru sana yani kunipa muda wako. Mimi pia nimeshukuru. Story yako. Na mimi nitazidi kukuombea. You keep on growing bigger every day. Thank you. Shela tuonane kule juu. Uko juu pamoja. Alafu tuje kuongelea sasa tena. Kumbuka ile time nilikuwa nakwambia hivi na hivi na hivi. Ushaelewa? Hiyo itakuwa uwezi jua. Inshallah. Na mimi inshallah siku moja pengine na mimi nifanya harusi kubwa na kuita pale uje uniimvie. Of course, anytime Sophie. Si ndio hivyo? I'll come. Kokote nilipo duniani wewe niambie. Inshallah. Sawa, asante. Inshallah. Na mimi I just want to say thank you everyone. Nashukuru sana for your time. Make sure you subscribe, like and share. So see you guys at my next episode. Bye. Thank you so much. Bye bye.